wasaidizi. Huyo kijana wa pundamilia huyo wa mwisho wa kofia. Hawa wazee wangu nendeni hapo kwa wasaidizi. Hizo hoja zenu zenye karatasi. Twendeni kwa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Twendeni kwa. Huyo hapa wa pundamilia tumsikilize. Hawa ambao wana karatasi twendeni kwa wasaidizi. Hebu wasaidie kuwaelekeza. Katibu, awasikilize hawa wenye karatasi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Amani Hassani. Mimi ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kiomoni. Mimi nina mambo matatu Mheshimiwa. Hawa watatu Edisi waelekeze kwa katibu hawa watatu hawa wenye karatasi. Alafu huyu wa pundamilia tumsikilize. Asante Mheshimiwa. Endelea wewe mwenye pundamilia. Asante Mheshimiwa. Kwa majina naitwa Amani Hassani, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kiomoni katika kata ya Kiomoni. Mimi nina mambo matatu Mheshimiwa. Mawili kama kero, lakini la tatu ni ushauri kwa serikali. Jambo la kwanza Mheshimiwa, kwenye mtaa wangu mimi kama mjumbe wa serikali tuna mapango ya Amboni. Yale mapango awali yalikuwa yako chini ya idara ya mambo ya kale, ambayo yapo kisheria, lakini yana mipaka yake ambayo inasimama kisheria kwa kupitia GN ambayo ilitoka mwaka 1954. Lakini Mheshimiwa, kama miaka 6 iliyopita yalitolewa kutoka kwenye idara ya mambo ya kale wakapewa ndugu zetu wa hifadhi ya Ngorongoro. Tulifurahi baada ya siku kuja kuwapokea ndugu zetu wa hifadhi ya Ngorongoro. Kwa maana mtu aliyekabidhiwa siku ya kwanza alifuata utaratibu, alikuja kwenye uongozi wa serikali, akahitaji na viongozi wa serikali pamoja na baadhi ya wananchi kwa ajili ya kwenda kuhakiki mipaka. Tulihakiki mipaka, lakini wakatuomba mita 20 kama buffer zone. Tukawapa na tukaweka alama. Cha ajabu ile bwana kudumu sana, akaenda akaondolewa. Baada ya kuondolewa alikuja bwana mmoja tu Meksadek Mahungu kutoka kwa Ngorongoro. Huyo Meksadek aliyokuja kwanza akasema tunahitaji buffer zone mita 60. Wakati wa kwanza alivyoomba sisi tulimpa free. Huyo akasema mita 60. Tukakubaliana naye. Akakaa muda mchache akasema tunahitaji mita 100. Tukaanza kujiuliza kuna issue gani nyingine inaendelea. Mwisho wa siku akasema yeye eneo lao la mapango lote ni mita 200. Ni kilomita 200. Hii kitu kilitushangaza na bahati mbaya kufika hadi kwa DC kipindi hicho. Ilikuwa ni Tobias Mirapwa. Tukiongelea mita 200 Mheshimiwa, kutoka Tanga mpaka Ororo ni kilomita 65, na yeye alisema ni kilomita 200. Ilisababisha kuleta mgogoro. Mwisho wa siku wale wanaofanya kazi katika maeneo yale ambao ni wachimbaji wadogo wadogo walienda kastopishwa wasiendelee na kazi. Na ikifika wakati kwa kama ni kero, alikuwa anachukua watu anafikisha polisi, awapeleki mahakamani, anawaacha polisi endelee na kesi, anaondoka kama vile kutishia. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anafikisha mahakamani, mahakama ya mwanzo Mang'ombe, akatuacha kusaliti Mang'ombe, akaondoka. Akaja akamata mtu mwingine, akapeleka kwa kesi hiyo ya kuingia kwa jinai, akapeleka mahakama ya mwanzo Usambara, akafika kwa kusaliti, akaondoka. Mwisho wa siku kaja kutokea mgogoro kiasi kwamba mpaka wananchi wakaenda wakapigana na yule askari wa Ngorongoro, kitu ambacho kwa ni hatari kubwa sana. Ilipelekea kiasi kwamba yule askari wa Ngorongoro akaenda kuumiza wananchi. Baada ya wale askari wa Ngorongoro kuondoka na wananchi kumpeleka Tupageni, kwa akamsaliti akaondoka. Hii kitu ilishangaza kitu kimoja Mheshimiwa. Baada tuliambiwa tu stop, tusiendelee na kazi. Ni eneo ambalo sio la kwao. Lipo kialani na vipimo. Uzuri wa Ngorongoro vipimo vyao vya serikali na hao wachimbaji wanapimiwa na madini ya serikali. Lakini kwa nini tuliambiwa sisi wananchi tu stop, lakini wa Ngorongoro waendelee na shughuli zao? Cha ajabu, baada ya sisi kustopishwa watu kama wananchi, tumeachwa mpaka leo Mheshimiwa anavyoongea hapa leo ni miaka isiyopungua 5. Wale wachimbaji, kuna wakina mama mule ambao ni vikundi, sawa Mheshimiwa, lakini pia kuna vijana. Mimi kama mwenyekiti wa vijana naona watu wanapata tabu. Sasa tunachoomba sisi, ule sio mgogoro na wala uhitaji elimu. Kila mmoja apply part yake. Kwanza Ngorongoro asimame kwenye mipaka yao halisi, na wasisi wananchi tusimame kwenye mipaka yetu halisi. Leo hii Mheshimiwa Rais akihitaji kuongeza barabara, ikiwa ni eneo ambalo ni out of buffer zone, kama kuna watu anafanya maongezi nao, kwa nini Ngorongoro yeye akihitaji kuongeza eneo yeye ajechukua tu yeye kama nani? Tunaomba Mheshimiwa. Nimekusikia. Sasa kwa sababu ni jambo mahususi, njoo hapa kwa
njoo hapa ielezee vizuri kwa waziri wa maliasili na utalii, na akishaipata vizuri aweze kuja na majibu, ili aweze kuja na majibu ya moja kwa moja. Hebu ielezee kwa sababu ni jambo mahususi, alipate vizuri kwanza kabla hatujamaliza. Tumalize huyu mmoja. Malizeni huyu mmoja ili tuende kwenye kujibu. Muda ndio unakwenda, tumalizie huyo mmoja. Salamu alaykum. Alaykum salaam sheikh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa, mimi naitwa Rashid Abedi Beleko. Umezungumzia mgogoro wa Kasela. Mimi nimevunjwa misingi miwili na kampuni ya Kodao. Lakini ninachosikitika, tumezunguka Tanga nzima hii kwa viongozi. Hao viongozi wako waliokaa hapa hawatusaidii. Hawatusaidia. Chanzo cha migogoro ya Tanga ni ofisi ya ardhi, halmashauri na viongozi walioko Tanga kwa kulindana. Chanzo cha migogoro ya Tanga ni ardhi, hapa halmashauri na viongozi walioko Tanga kwa kulindana. Sisi wanatuona kama wajinga, lakini kila mtu ana akili yake. Tumelalamika kila ofisi, TAKUKURU, ofisi ya CCM, wilaya, mkoa, tunarushwa tu. Kuna jambo la EPZA tunarushwa tu. Mpaka juzi mkuu wa wilaya anasema, mkuu wa mkoa anasema yeye hajui, wakati anakwenda Pangani wananchi walimzuia barabarani. Tunaomba utusaidie kwa sababu EPZA ni serikali na serikali ni sisi. Huyu anayesema rais ndio atakayesababisha, yani hao ndio wanaosababisha rais anapata mazingira magumu. Hao unilinde kwa hilo. Unilinde kwa hilo kwa sababu ukizungumza ukweli kwa viongozi wetu ni hatari. Naomba unilinde kwa hilo. Na kulinda huyo mzee asiguswe. Asante.